sana. Mimi naitwa Element Mkunda, ni katibu mkuu wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania, na sisi ndio wenye shughuli. Kwa kweli tunashukuru sana Singida imeonyesha ushirikiano wa hali ya juu, na tunaona kwamba shughuli yetu itafana sana. Indication inaonyesha Mei Mosi maandalizi ya sasa hivi, mpaka sasa hivi tuko kwenye asilimia karibu 90. Tunaona kazi kubwa ambayo tulikuwa tumeshaanza kuifanya. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuendelea kuwakaribisha wafanyakazi nchi nzima na wageni mbalimbali ambao tumewaalika kuja kushiriki kwenye sherehe zetu za Mei Mosi. Tunaamini kwamba shughuli itakuwa ni nzuri zaidi na itafana sana kama ambavyo maandalizi yameonyesha. Tuna experience ya kutosha kuratibu shughuli kama hizi, lakini Singida kwa kweli imekuwa ya pekee yake sana. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuendelea kuwakaribisha wafanyakazi na waajiri mbalimbali tuje tushirikiane na tuhakikisha kwamba shughuli yetu kama hivi sherehe za Mei Mosi tumeanza michezo, kuna marathon inakuja, kuna mbio za magari, lakini kuna ile kubwa zaidi ya Book Festival ambayo naamini hiyo ndio inafunika shughuli zote ambazo tumeziandaa. Kwa hiyo karibuni sana tuje tupige kuku Singida. Asante sana. Utayari wao, lakini na maandalizi ya vyakula na kila kitu kiko safi. Kuna shida ya accommodation, lakini naona wananchi wamejitokeza kwa wingi, wana provide nyumba zao, wanapisha watu wakae. Kwa hiyo swala la malazi naona litakuwa sio issue tena kwa Singida. Kwa hiyo karibuni sana. Kwa jina naitwa Alex Temba, katibu mkuu kamati ya michezo. Sogea. Wanaomba tuko hapa leo tarehe 22 mwezi huu wa 4 2025. Tunaomba wasiohusika watoke ndani ya uwanja. Tunategemea tuwe na madaktari, mameneja Hasani kwa kutupa nafasi sisi watumishi kushiriki katika kusherehesha michezo hii ya Mei Mosi. Kama kuna kiongozi wa klabu atupishe. Pia tunaomba tuchukue nafasi hii kumshukuru mkuu wa mkoa na kamati yote na secretariat, kamati za ulinzi na usalama, kamati ya burudani na michezo kwa ushirikiano mkubwa waliotupa siku zote toka tarehe 14 tulipokuwepo hapa mkoani Singida. Leo ikiwa katika ufunguzi wetu rasmi ya michezo yetu. Kesho ratiba zetu zitaendelea katika hatua ya 8 bora pamoja na michezo ya basketi. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Singida waje kujumuika nasi, waone jinsi gani watumishi wa serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunavyoweza kupambana na magonjwa ya nyemelezi na vile vile kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kufanya sherehe yetu ya Mei Mosi duniani iwe yenye kufaa na yenye. Naitwa Alfred Michael Masuku, makamu mwenyekiti wa kamati ya michezo ya Mei Mosi Taifa. Kama mnavyoona leo tumefanya ufunguzi rasmi tarehe 22 ya michezo hii. Kama mnakumbuka tulianza kucheza tarehe 14, lakini ufunguzi rasmi tumeanza leo. Hali ya michezo inaendelea vizuri, mwitikio ni mkubwa, wananchi wanaonekana kufurahia michezo, lakini wanamichezo pia wako na afya na wamefurahi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali kuruhusu michezo iendelee kucheza, lakini tunafurahi sana mwakilishi wake amekuja, ambao ni naibu waziri wa kazi Bwana Prosobas Katambi. Mheshimiwa, tumefungua na nyinyi mmekuwa mashuhuda na ameona michezo ya kamba inavyovutia. Zimeanza timu kwa ajili ya ufunguzi leo, na sasa hivi michezo inaendelea kati ya timu ya TANESCO na timu nyingine hapo kwa ajili ya kuendeleza ufunguzi wetu. Sawa, Mheshimiwa naibu waziri amezungumzia kuhusiana na taasisi ambazo hazileti timu katika mashindano hayo au michezo hii ya Mei Mosi. Nini wito wenu ninyi kama kamati ya michezo hii ya Mei Mosi kitaifa? Wito wetu uko pale na anapoongea nadhani viongozi wanatusikia, waruhusu wana michezo waje. Wakija watu ondoka walivyokuwa. Inaleta tija, inaleta mawasiliano, lakini pia wanaporudi katika maofisi yao wanafanya vitu wakiwa active. Na mimi naungana na Mheshimiwa naibu waziri, wito wangu wakuu wa taasisi pale wanapopata nafasi waruhusu wachezaji waje wacheze hii michezo. Pia nafasi ya kutangaza wizara zao. Ziko wizara hazifahamiki, lakini zikija hapa zinafahamika. Tuko stage ya ngapi katika michezo hii? Leo tunamaliza, tunaingia kwenye 8 bora. Leo tunamaliza michezo hii, tunaingia katika 8 bora. Gideon Osia Malabeja, ni mkurugenzi msaidizi wa rasilimali watu katika Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nimefika hapa leo kumwakilisha katibu mkuu ambaye ana tukio lingine la kitaifa kule Dar es Salaam, kwa hiyo kuweza kufika. Kuhusu ushiriki hafifu, hili liko zaidi upande wa waajiri, kwa sababu serikali kupitia Mheshimiwa Rais Dr.
Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ikijitahidi kutilia mkazo masuala ya michezo. Sisi wote ni mashahidi kama ambavyo imekuwa ikisapoti vilabu vinavyoshiriki michezo ya kimataifa, na sapoti timu ya taifa, timu za taifa za michezo mbalimbali. Lakini pia imekuwa ikishughulikia miundombinu ya michezo kama mnavyojua kwamba tunaendelea na zoezi la kujiandaa na michezo ya AFCON. Kwa hiyo serikali imekuwa ikiendelea na miradi ile ya ujenzi wa viwanja vya michezo, uwanja wa Arusha na uwanja wa Dodoma, na ukarabati wa uwanja wa taifa Dar es Salaam, pamoja na viwanja vingine ambavyo vitatumika kwa mazoezi ya timu. Sasa hii yote inaonyesha kwamba ni juhudi ambazo zinatakiwa kuungwa mkono na waajiri. Ni juhudi za Mheshimiwa Rais zinatakiwa kuungwa mkono na waajiri. Sasa waajiri ndio ambao wanatakiwa kuziwezesha timu zao kushiriki. Waajiri wana klabu zao za michezo ambao wanatakiwa kuwezesha zile timu kushiriki kwa kulipia gharama za wachezaji kuja huku, usafiri, posho za wachezaji, posho za kujikimu. Lakini kupungua kwa washiriki maana yake ni kwamba mwamko wa waajiri kuunga mkono juhudi za rais katika michezo bado haujakwenda sawa na juhudi za Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kwa nafasi yangu kupitia uwakilishi wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, ningeomba tuunge mkono hotuba aliyotoa Mheshimiwa Naibu Waziri, ambaye Naibu Waziri wa Kazi, Ajira na Maendeleo ya Vijana. Imesisitiza sana umuhimu wa michezo, imesisitiza sana juhudi ambazo zinafanywa na Mheshimiwa Rais, lakini kwa kiasi kikubwa ikawagusa na waajiri kwamba wanatakiwa wahakikishe kwamba wawezesha watumishi wao kuja kushiriki kwenye michezo hii. Amezungumzia umuhimu wa michezo kwenye afya za watumishi, afya ya akili na miili ya watumishi, na kwamba mfanyakazi ambaye anashiriki kwenye michezo anakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuongeza tija kuliko yule ambaye ashiriki kwenye michezo. Kwa hiyo niombe tena waajiri wahakikishe kwamba wanatenga fedha katika bajeti. Kaskazini, mwenyekiti wa TPDC Sports Club, lakini pia ni mchezaji wa kambi. Mheshimiwa siri ya mafanikio. Ndugu mkuu, ninaomba umuongoze mgeni rasmi tuelekee kwenye eneo la kupiga penalty tayari kwa kufunguliwa michezo yetu. Karibu ndugu mgeni rasmi. Sisi ni moja wapo ya timu ambazo ni tishio katika mchezo. Kila timu ambayo imekuja kwenye mashindano haya ni bosi kujiandaa. Kwa hiyo naamini na sisi tunatakiwa tuongeze mazoezi na kujiandaa zaidi ili wakati tuweze kufanya vizuri zaidi. Michuano hii imezinduliwa leo, hamasa ya michuano ni mikubwa, na wizara na taasisi nyingi zimekuja kushiriki, lakini naamini mwakani tutakuwa chachu kwa ajili ya kuongeza washiriki wengine zaidi. Unaonaje kwa mkoa wa Singida kuelekea maandalizi ya kocha? Mkoa wa Singida umejitahidi katika maandalizi hayo. Mwanzoni wakati tunakuwa tunakuja huko kulikuwa na wasiwasi, lakini tumekuta ofisi ya mkuu wa mkoa, viongozi wote tunakaa nje ya 18 na tumeenjoy kuwepo Singida katika michuano. Zote zitapigiwa kwenye kona. Wa TAMISEMI Sports Club. Kwa kweli tunashukuru sana, tunafurahi kuingia robo finali. Kwa kweli siri ya mafanikio yetu ni mazoezi. Tunamshukuru sana mwalimu wetu kwa kutupa mazoezi ya kutosha, na mwajiri wetu pia kwa kutuwezesha kwa kila kitu, kutupa moyo. Waamuzi, naomba mtuletee timu kwa ajili ya mgeni rasmi kufungua. Tunashiriki mara ya 3.